Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, na nitakayangaza habari za michezo na burudani ni mimi Esther Mtebe. Tanzania inatarajia kupokea mgeni wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF, Patrice Motsepe, anayekuja nchini kuongoza kikao cha kamati ya utendaji ya CAF Februari 13, 2026 jijini Dar es Salaam. Haya yamebainishwa na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo, ambapo amesema tayari maandalizi yamekamilika kupokea ugeni huo mkubwa, huku timu ya viongozi wa CAF ikitarajiwa kuanza kuwasili hapo kesho. Aidha, amesema kimazingira, hali ya usalama nchini, ukuaji wa soko la Tanzania na maandalizi ya miundombinu yanaendelea, huku Tanzania ikiwa tayari kubeba mchezo wa ufunguzi ama wa fainali ya michuano hiyo endapo CAF wataamua ifanyike nchini Tanzania. Tumeona tuwape habari hizi njema kwa sababu ni fursa kubwa, lakini pia ni diplomasia iliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kuiwezesha Afrika kuiona Tanzania ni moja ya nchi salama na yenye mchango mkubwa katika sekta ya mpira wa miguu, na kufikia hatua ya kuamua kuja kufanya mkutano wa kamati tendaji katika mji wetu wa Arusha wa Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya utendaji na upitiaji wa mambo yao na mipango yote ya michezo ya Afrika nzima kwa mwaka 2026. Habari hizi ni njema kwa sababu pia viongozi hawa watapata nafasi ya kupata taarifa ya maendeleo tulionayo na hatimaye kutoa kauli juu ya nini kitaendelea kufanyika ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Sambamba na hilo, ameweka wazi kuwa serikali imempitisha kocha Miguel Gamondi kuwa kocha mkuu wa timu ya Taifa Stars kutokana na uwezo wake alioonyesha kwenye michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2025 iliyofanyika nchini Morocco. Kwingineko, ukosefu wa miundombinu rafiki kwa ajili ya mazoezi kwa timu ya Fountain Gate kumetajwa kuwa sababu zilizochangia timu hiyo kuondoka mkoani Manyara na kuhamishia makazi yake mkoani Arusha. Elia Kimani anaripoti kutoka Manyara. Ufafanuzi ambao umetolewa kwa mashabiki wa soka mkoani Manyara na kwingineko nchini na rais wa klabu hiyo ya Fountain Gate Japhet Makau, baada ya kuulizwa na waandishi wa habari sababu hasa za timu hiyo kuondoka mkoani hapa na kuhamishia makazi yake mkoani Arusha. Tumekuwa na challenge ya kuwa na viwanja vizuri vya mazoezi tunapokuwa hapa. Ukiacha uwanja wetu wa mechi wa Kwaraa ambao tumekuwa tukiutumia maximum mara 2, tuzidisha sana mara 3 kwa wiki, siku zingine 4 mpaka 5 katika wiki, hatuna uwanja mzuri wa kufanyia mazoezi. Lakini la pili, opportunity, tunapokwenda Arusha kuna opportunity, kuna fursa ambazo zinafunguka za kutuwezesha klabu yetu kuweza kupata support ambayo itatuwezesha kufanya vizuri sana. Kwa hiyo hizo sababu mbili za msingi ndio zimetufanya tufikiri na kuamua kuhamishia klabu yetu Arusha. Zungumza pia na mashabiki wa soka mkoani hapa na kueleza hisia zao. Kutoka kwa Fountain Gate kwa mimi binafsi imeniumiza sana. Kwa sababu kwanza tulikuwa tunaziona timu zote za ligi kuu, tulikuwa tunakuja hapa Babati tunaangalia. Ni kubwa kuliko yote. Yaani ilikuwa imemchangamsha hata mji wetu wa Babati, kwa sababu kukiwa na timu ya ligi kuu kuwepo hapa kila baada ya wiki, kila wiki karibia tunapata wageni kutoka mikoa mingine hapo, ni timu zingine. Kwa hiyo hawa kina mamalisho wanapata biashara, hizi nyumba za kulala zinapata biashara, hata mafuta sheli wanapata biashara. Wanapokosekana hapo Manyara, kiukweli tunaona kuna kitu kimekosekana. Kwa hiyo ningeshauri kwamba uongozi wetu wa mkoa wa Manyara kwa upande wa michezo au mpira wa miguu waangalia namna ambavyo wanaweza kutupatia timu ambayo itakuwepo katika mkoa tuilee, kwa sababu bado sisi ni wanamchezo. Pamoja na hayo, Makau ameongoza zoezi la utoaji wa zawadi mbalimbali kwa watoto waliozaliwa tarehe 7 katika hospitali ya mji wa Babati Mrara kupitia taasisi ya Maureen Promise Fund iliyopo chini ya Fountain Gate Foundation. Vitu ambavyo tumevileta ni vitu ambavyo mama mjamzito anahitaji au mtoto mchanga anahitaji wakati wa kuzaliwa au wakati amezaliwa. Tumeleta mabeseni, tumeleta sabuni, tumeleta mataulo, tumeleta nguo.
Uongozi wa klabu ya TRA United inayoshiriki NBC Ligi Kuu umesema malengo makuu ya timu hiyo ni kumaliza nafasi 4 za juu msimu 2025-2026 ili iweze kushiriki katika michuano ya klabu ya Afrika. Zaidi na mwandishi wetu Roda Simba. Akizungumza jijini Dodoma, mwenyekiti wa TRA United Bwana Kamna Shomari amesema maingizo mapya ya usajili katika dirisha dogo la usajili yameongeza nguvu ya kikosi hicho kuweza kupambania malengo yao. Tumekuwa ukifuatilia peji zetu nyingi za mitandao ya kijamii, tumekuwa tuna maingizo mengi mazuri ambayo watu wengi wameona ni jinsi gani tuko serious. Kwenye nafasi ya ulinzi tumemwongeza Shamo Karabwa ambaye alikuwa akichezea Simba, wengi wanamfahamu. Lakini upande wa kushoto tumemwongeza mtu ambaye ana experience, ambaye anaweza kaongeza kitu kwenye timu yetu, na wengi mnafahamu pia alikuwa akichezea timu ya Simba. Lakini kwenye right wing tumemwongeza Nkane ambaye pia anaeleweka ni experience player. Sehemu ya kiungo pia tumeimarisha kwa kumwongeza Muzambiru Yasin pamoja na kiungo ambaye tunamuita Kante, Jamali Isa kutoka ligi ya Mozambique. Lakini bado kuna sajili hatujazitambulisha, tuna mshambuliaji kutoka DRC, muda si mfupi mtamuona uwanjani. Kwa hiyo yote ni kuhakikisha kwamba timu yetu inaweza kutoa ushindani kuelekea kwenye kuziwania zile nafasi 4 za juu kwenye msimu huu. Naye nahodha wa TRA United Salum Chuku amesema ligi imekuwa na ushindani mkubwa na wanapambana kubaki katika malengo ya klabu hiyo. Nataka kusema ni sio jambo ni pesa wala sio jambo dogo. Nafasi ni kwa nafasi ya 10 tunaangalia mchezo ila pia kuna wenzetu ambao wametangulia na michezo mingi zaidi. Ila pia ukiangalia pia kwenye upande wa point ligi imekuwa ngumu. Kupata point 3 imekuwa ni ngumu, hata nyumbani imekuwa kuna changamoto kidogo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaona na tunatetea nafasi ambayo tunapanga kama timu kufikia. Na hii kuwa nafasi ya 10 bado sio sababu kubwa sana kufanya kwamba sisi tufikie malengo, na mimi bado kufanya malengo na naamini tutafikia malengo. TRA United inashika nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi kuu ikiwa na pointi 13 baada ya kucheza mechi 11. Itaivana na Dodoma Jiji tarehe 12 Februari katika uwanja wa Jamhuri, na tayari kikosi hicho kimefika mapema Dodoma kujiandaa kuchukua pointi 3. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Dodoma. Kikosi cha polisi Tanzania kimeitandika Hausung ya Njombe magoli 2 katika mchezo wa ligi ya Championship uliochezwa Jumapili hii katika uwanja wa Amani Makambako mkoani Njombe. Baada ya mchezo huo, mwalimu wa kikosi hicho Mbwana Makata amewapongeza wachezaji wake kwa kujituma licha ya changamoto ya uwanja, huku afisa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Inspector Frank Lukwaro akijinasibu kuwa katika kila mchezo wataendelea kupambana ili kupata ushindi, jambo ambalo litawafanya kuweza kufikia malengo yao. Wapongeze wachezaji wangu, wameweza kujituma sababu pichi sio nzuri, lakini bado wameweza kwenda na wakati, na kushukuru management kwa kuja mapema kuzoea hali ya hewa, ndio ilisaidia chachu ya kuweza kupata ushindi. Kila tunapokwenda sasa hivi hatutaki kupoteza alama. Kwa hiyo alama hizi zilikuwa ni muhimu sana, na tunashukuru sana mashabiki wetu katika mkoa huu wa Njombe, wamekuja kwa wingi wakiongozwa na kamanda wa polisi wa mkoa huu katika kutupa hamasa, na hatimaye tumepata ushindi huu. Niseme tu sasa tunarejea nyumbani katika kujipanga na michezo mingine. Tunawaomba mashabiki wetu waendelee kutoa hamasa inayotakiwa ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kufikia yale malengo yetu ya kuhakikisha kwamba timu yetu inakwenda ligi kuu kwa msimu huu. Nasema tunaondoka Njombe, tunaondoka Makambako tukiwa na alama 3 muhimu na magoli yetu muhimu 2. Haya, mambo ya kuondoka na alama 3 hayo. Taarifa hiyo inatokea tukaangaze kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Kunani? Kunako mbio za langalanga ni kuwa timu ya Cadillac kutoka nchini Marekani imezindua rasmi gari lao jipya la mashindano ya mbio za langalanga zinazofahamika kimataifa kama Formula 1 kwa mwaka 2026 katika uzinduzi wa kipekee uliofanywa wakati wa mchezo wa Super Bowl LX siku ya jana. Katika matangazo maalum yaliyotumika wakati wa mchezo maarufu wa soka la Marekani, timu ya Cadillac ilionyesha rangi na mtindo wa gari lao linaloingia kwenye mashindano ya Formula 1 kwa mwaka huu. Uzinduzi huo uliwavutia mashabiki wengi duniani
na kuonesha mtazamo mpya wa timu ya Cadillac katika mashindano hayo, ikiwa ni timu mpya kabisa kujiunga kama timu ya 11 kwenye gridi ya Formula 1. Gari hilo linaelezwa kuwa na injini mpya na muundo wa kipekee, na timu hiyo iko tayari kushiriki rasmi kwenye mashindano ya Formula 1 yanayotarajiwa kuanza Mei 22 mwaka huu. Tayari timu hiyo imewatangaza madereva wenye uzoefu kama vile Sergio Perez na dereva Valtteri Bottas, na wote wawili wanasema wana matarajio makubwa, ingawa wanatambua changamoto za kuanza kama timu mpya. Uzinduzi huu unakuja wakati ambao Formula 1 inakwenda kwenye mabadiliko ya sheria mpya za magari kwa msimu wa mwaka 2026, na timu ya Cadillac ikitaka kuleta nguvu mpya katika mchezo huo maarufu zaidi duniani. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Asante Winga Teleza, Witness Ngalawa, kwa kutuangazia habari za michezo kimataifa. Na sasa tugeukie kwa upande wa habari za burudani, ambapo kwaya kuu ya kanisa la Anglikana wilayani Handeni mkoani Tanga imefanya tamasha la upendo na sifa kwa lengo la kukusanya fedha za uanzishaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo itakayosaidia kwaya hiyo kujikwamua kiuchumi na kupunguza utegemezi wa michango kutoka kwa waumini wa kanisa hilo. Zaidi na Ernest Mbezi kutoka Handeni. Wakizungumza wakati wa tamasha hilo lililokutanisha wasanii mbalimbali wa nyimbo za Injili hapa nchini, baadhi ya viongozi wa kwaya hiyo ya Kristo Mechanika pamoja na viongozi wa serikali waliohudhuria tamasha hilo ambalo ni mara ya kwanza kufanyika wilayani hapa wamesema tangia mwaka 1973 hadi 2024 kwaya haijafanya chochote kikubwa. Tulichokifanya sasa ni kuanzisha miradi. Kwa hiyo ile miradi ndio imetufanya leo tuwaite wadau hapa ili watuchangie kwa ajili ya kufanya mambo ambayo tumejipangia sisi, ikiwemo masuala ya kununua viti vya kisasa, matenti pamoja na gari aina ya Costa, ili tuweze kutuinua katika mambo yetu ya maendeleo ya kiuchumi ya kwaya kuu. Shughuli ya leo tunaona kwamba imekuwa ya fanaka sana, mbali ya mafanikio, lakini pia tumeona utukufu wa Mungu. Watu wamefurahi, ni jambo geni kwa Handeni, lakini mwitikio umekuwa mzuri. Hatujafikia malengo tuliyoyataka, lakini tunajua huu ni mwanzo. Nipende tu kuwapongeza wanakwaya walipojipanga katika kujiendeleza kwenye masuala ya kiuchumi na kuomba wadau mbalimbali kuwasaidia kwa ajili ya kuweza kujiinua kiuchumi. Pia ningependa pia waweze kujitokeza kama wana sifa zinazostahili, waweze kuchukua mikopo ya halmashauri ambayo inatolewa kama 10%. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na mtazamaji, na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Jina langu ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake Fatma Hassan kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.